kwenye nchi hii kwenye shule za primary zaidi ya 11,000 chakavu kongwe zinahitaji trilioni 3.9 ili zirudi kwenye ubora wake. Kwenye shule ya sekondari nchi nzima ikiwepo na rubani ambazo ni kongwe zinahitajika bilioni 115 ili hizi shule zirudi kwenye ubora wake. Lakini kwa sababu najua changamoto ya miundombinu chakavu ya elimu pamoja na sekta ya afya kwenye jimbo la Bunda mjini, miundombinu ili irudi kwenye ubora wake na miradi viporo vya sekta ya elimu na baadhi ya afya ikamilike, zinahitajika 2 bilioni 0.5 na tayari document alinipa mkurugenzi, nimeiwasilisha kwa katibu mkuu wa TAMISEMI Mr. Ndumbaro. Naomba niwahakikishie upele umepata mponaji. Nitaenda kuyazungumzia kwa sababu najua mazingira chakavu sometimes yanashusha morali ya wanafunzi, lakini hata walimu wanaojitoa wanahitaji mazingira ya staa ili waweze kufundisha vizuri. Na kwenye swala la watumishi, nadhani mnanijua huko, sitaki kwenda, lakini najua changamoto mbalimbali. Mimi kikubwa mniombee. Kwa umri wangu natamani kuacha alama nyumbani, na watoto wangu niwaambie, mnayeniona hapa na mimi nilianza kusoma kwenye shule hizi sawa sawa, lakini tunahitaji tuendelee kuboresha mazingira ya elimu, na rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan amedhamiria kuboresha miundombinu. Anajua wajukuu wake wanasoma, watoto wake wanasoma, ili wakifaulu huku wengine mkibahatika mnaenda kupata Samia scholarship. Sisi tumeelewana? Mimi nawaomba kitu kimoja. Wakati tunafanya mchakato wa kutaka kuboresha mazingira ya elimu, kwa mazingira haya wasikilizeni walimu, mjitume, msome. Hapa mlipo ndio mnatengeneza future yako, sawa sawa. Hapa atatoka Istabulaya mwingine, hapa inawezekana kumtoa Daktari Samia Suluhu Hassan mwingine, kumtoa Jakaya Mrisho Kikwete mwingine, kumtoa John Pombe Magufuli mwingine. Inawezekana walianzia huko. Hapa tunaweza kutoa daktari bingwa, mganga mkuu wa serikali. Hapa inawezekana. Haiwezekani kwa kuwa mtoro, haiwezekani kwa kukwepa vipindi, haitawezekana kwa kujiingiza na makundi mabaya ya mtaani. Future yako iko mikononi mwako. Serikali na walimu kazi yao ni kufundisha. Serikali